mimi naitwa Restituta. Okay. Kwa hiyo Dolly Restituta. Origin yangu ni Msandawe. Nyumbani ni Dodoma. Nimemaliza elimu ya sekondari Iringa na chuo university nilisoma Dodoma St. John. Oh. Yeah. I'm from Dodoma. Aha. Nimekuwa nikifuatilia, of course nimejua restaurant ya Dodoma. Mara nyingi unajua ni Mrangi. Mama alikuwa Mrangi, baba Msandawe. Okay. Yes. Okay. Lakini saizi makazi and everything ni Dodoma. Yeah, ila mimi ni Msandawe na nimezaliwa Usandaweni, nimesoma Usandawe, nimeishi maisha ya vijijini. Kwa zile maisha yote vijijini unajua ya Usandaweni kweli? Kabisa 100%. Sio kule mjini. Mimi sio mtoto wa magari ya njano, nisiwe mwongo. Mimi sijasoma English medium. Mimi nimesoma shule za vidumu na mfagio. Kijijini kabisa. Maji kisimani, ufagio, kuni, mbolea tumebeba sana. Ndio shule ambayo nimesoma mpaka namaliza darasa la 7. Yeah. So, moment gani hasa ambao unakumbuka ulipokuwa mdogo? Nilipokuwa mdogo, moment nzuri ama ile ambayo mazingira ya shule au mazingira ya shule nyumbani? Mimi wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa mng'ao. Kuna neno moja linaitwa mng'ao. Mng'ao ni ukifanya kitu chochote unaonekana wewe, whether umefanya au haujafanya. Kwa hiyo nimekuwa kwenye maisha hayo mpaka sekondari, mpaka chuo. Yes, kwa mimi ni mng'ao, yaani unakuwa ni kama ka icon fulani hivi. Whether umefanya kitu kizuri au kitu kibaya, lakini rest. Lazima jina lako litajwe. Yes, yani hata darasani mwalimu akiingia hajasikia sauti yako atasema rest na kundi lako. Rest. Okay. Nilikuwa kama kiongozi. Kila kitu nataka kufanya. Kama ni marafiki, I want to be a leader. Kama ni nini, nataka kuongoza kila kitu kwa sababu nilikuwa naamini kwamba I'm the best. Yeah. Okay. Na katika upande wa malezi ya wazazi, umekulia kwenye malezi gani hasa? Aisee, katika kitu ambacho najivunia na hisi hata wazazi wangu kwa walikuwa wanasikia nimelelewa mazingira mazuri sana. Hakuna maisha ambayo siwezi kuyaishi. Ya kimaskini naweza kuyaishi. Nikikutana na kuna fedha pia nitaweza kuishi maisha ya kitajiri. Lakini nimelelewa mazingira ya nidhamu, kujituma, kutafuta pesa, kuwa mvumilivu. Yes. And sorry, kuuliza hivi, mama na baba wote? Hapana. Wazazi wangu wote wamefariki. Kwa hiyo asante. Mpango ya Mungu wote njia ni moja. Yes. So, kitu gani hasa ambacho unakumbuka kwenye makuzi yako? Mama alifanya kusia kwamba mwanangu yaani kitu ambacho alikuwa anapenda sana kuzungumzia? Mamangu alikuwa ananihisia sana ku make sure kwamba anaweza kujitegemea kabla ya kumtegemea mwanaume. Yeah. Alikuwa ananiambia, mwanangu, pambana, tafuta pesa yako. Tafuta pesa yako. Mwanaume sija kukunyanyasa hata kama utapitia changamoto, lakini make sure una 100 una 200 ambayo ni kwako mwenyewe. Yes, kwa niko na hiyo mentality mpaka sasa hivi. Hata ikitokea napata mtu au nina mtu anaweza kunitekia kwa kila kitu, ila bado nitamuomba nafasi ya kufanya kitu. Yeah. Ni mwaka gani hasa ambavyo akili yako sasa ikapambazuka kusema kama hii jambo fulani na natamani kulifanya hasa? Ilikuwa mwaka gani hasa? Jambo kwenye tasnia. Yes. Mimi nilikuwa ninaamini kwamba ili niwe mfanyabiashara mkubwa natakiwa niwe famous. Okay. So ndoto zako ni kuwa mfanyabiashara? Mimi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Yaani niko darasa la 3 nilikuwa na hiyo fikra. Kwa hiyo nikawa nawaza sasa natakiwa kuwa mfanyabiashara, ila inabidi niwe maarufu. Nitafanyaje niwe maarufu ili niwe mfanyabiashara? Kwa hiyo nikaamini kwamba biashara ili iende sana lazima uwe maarufu. Alafu sasa hivi nimekuja kujua bila hata jina unaweza ukafanya biashara, ila ukiwa na jina biashara inakuwa zaidi. Yeah. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba natakiwa kuwa maarufu ndio niwe mfanyabiashara, nikaanza kufikiria watu watanijua vipi au nitafahamika vipi, nini natakiwa kukifanya. Kwenye kuwaza nini natakiwa kufanya, sikuwahi kuwaza kama nitakuja kuwa mwigizaji kwa sababu nilikuwa naamini siwezi. Ila huyo dadangu Rozi ambaye aliniambia fungua Instagram jiite Dolly.
aliniambia mdogo wangu, unaweza ukawa video vixen. Wow. Una muonekano wa kuwa kwenye video. Kwa hiyo jaribu kufanya hichi kitu ila kuwa na akili. Video vixen hauna CV nzuri wala hauna picha nzuri kwenye jamii. Yeah. Kwa hiyo ikaniingia kwenye akili na mimi katika tafiti zangu sasa hapo ukitoka darasa la 3 nimeshamaliza la 7, niko na hiyo akili. Nimefika form 4, nimeingia chuo, niko na hiyo akili. Lakini kabla ya kuanza hivyo, nilianza kuwaza hivyo baada ya kuona kwamba natakiwa kupostpone chuo kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu. Maisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa namwambia mama, nataka kuwa mfamasia mkubwa. Nilikuwa nasoma pharmacy. Mama, nataka niwe mfamasia mkubwa, nataka mpaka nifike masters, nataka nisome. Kwa ile akili ya kwa fame ikatoka, ila nilikuwa nataka nisome, yani nifike pale ninapopataka mimi, afu nifanye hiyo biashara ambayo mimi nataka. Sababu zilizokuwa nje ya uwezo wangu zikatokea, ikanibidi ni postpone chuo, niangalie alternative way, plan B. Ndio ikabidi sasa niingie kwenye hayo mambo. Na vikakaka vya chuo, unaenda kushuti vinakulipa 30,000. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi. So from there nikaanza. Kweli Mungu alinisaidia. Dodoma nikaanza kujulikana, kufanya matangazo kwenye saluni na nini. Basi. So ulitokea ule upande wa saluni ndio ikaja? Saluni wanakuita na kufanyia makeup, una shoot video, matangazo, wasanii wakija mkoani mnakuwa mnaitwa kwa ajili ya kuhost wasanii, matangazo yakija mna hivyo. Yes. Kwa hiyo dadangu akaniambia kwamba make sure unapiga picha, make sure unakuwa active kwenye Instagram. So dadangu ndio alikuwa kutufikia ambaye alikuwa kutia nguvu ama moyo. Perfect, lakini yeye hakuwahi kujihusisha na hayo mambo kabisa. Na sasa hivi yani hahusiki na hayo mambo hata chembe. So kazi yako ya kwanza ni kwenye upande wa video vixen? Kazi yangu kubwa ilikuwa ni za kawaida nilifanya kwanza niko chuo, lakini nilishuti video ya Barnaba. Ndio kazi yangu ya kwanza, yani kwa upande sasa wa watu ambao wanajulikana. Alikuwa ni Barnaba, ilikuwa inaitwa Sichomoi. Alafu so baada ya kutoka Sichomoi nikaja kushuti Sexy Mama ya Romy Jones na Lava. Sexy Mama, sexy, yes. Baada ya kushuti pale nikaja nikashuta na Mac Voice na Rayvanny. Tulikuwa ma video vixen wengi. Baada ya ile pale nikaja nikashuti na Christian Bella, nikaja nikashuti Bob Junior. Baada ya Bob Junior nikashuti na Rayvanny. Baada ya Rayvanny nikashuti na Beka Flavor. Sikuwahi kushuti tena. So hapo kamaliza kameza. Nikaamua kutulia sasa. Yes. So kwenye kazi zote hizo ambazo umezitaja hapo, wasanii wote ambao umefanya nao, kazi gani hasa ambayo ilikuwa ni sianza kwenye upande wa ina changamoto au ilikuwa changamoto? Kazi ambayo ilikuwa ina changamoto sana zilikuwa kazi mbili. Kazi ya kwanza ilikuwa ni video ya Mac Voice na Rayvanny. Tulikuwa tunakesha sana set. Sana, tuliteseka sana. Lakini video ya mimi na Rayvanny ya Tekero tulikula msoto kweli. Ile video haikushutiwa kirahisi. Ya kwanza nilikuwa naumwa, kwa nilikuwa na shoot huko najikaza, lakini pia ile video tulishoot almost 3 days. Tunakesha, tunalala asubuhi. Ndo kazi ambazo zilikuwa zina mambo mingi. Na hivi hapa hasa ambayo nisiwe mwongo, Rayvanny alinilipa hela kubwa kuliko wasanii wote ambao nimefanya nao kazi. Yaani wote. Hapo. Inaweza ikawa ni 10,000 lakini ikawa ni kubwa kuliko wote. Si mpisi sana kutaja amount ambazo wanapewa kazi ni kwangu. Okay. Kwenye watu wengi sana wanaamini kwamba video vixen kama ambavyo nilizungumzia hapo, jamii haiamini hasa. For the first time wazazi wako wana especially mama anaona mwanangu sasa yufanya kwenye amemshika kiuno
Ilikuwa yani walikuwa wanachukuliaje sasa? Mama mara ya kwanza alikuwa akipigiwa simu, tumemwona mwanao kwenye TV, alikuwa anakuwa excited. Lakini alipobahatika kuona kazi hata moja, aliona nimevaa gauni fupi. Akaniambia, mwanangu, kwa nini usivae kashuka kwenye magoti? Nikamwambia, lakini mama, sasa utakuta inabidi nivae hivyo, lakini hamna shida, nitaongea nao nisiwe navaa hivyo tena. Kwa hiyo siku zinavyozidi kwenda, mama hajafariki muda mrefu, 2023. Kwa hiyo alikuwa ameshaona kazi nyingi nafanya na shoot na nini. Kwa mamangu nikawa namueleza, anaelewa, na hela alikuwa anaiona. So mimi hela zangu za kwanza nazishika, zote nilikuwa napeleka nyumbani. Wow. Kwa sasa mzazi akishaanza nilikuwa nazipeleka nyumbani. Kwa hiyo mama alikuwa akiona kile kitu, huwezi kumwambia chochote, anapata moyo. Kwa hiyo na mimi nilikuwa najitahidi sana, kile anachokifanya ni make sure sifanyi ujinga, nisije disappoint familia. Kwa hiyo mama alikuwa ananiambia, mama, mbona napata hela? Hata ningesoma ningepata hela, lakini Mungu amenipata upande huu wa pili, pia hela napata na nakusaidia kwa wakati. Na changamoto gani hasa ambazo umekutana nazo kwenye kazi zako ulipokuwa unaanza? Changamoto sio kubwa sana, sio ndogo sana, ila ni changamoto zilizozoeleka. Atakutaka director, atakutaka producer, atakutaka yule ambaye anatafuta ma video vixen. Ukitaka kwenda kwa msanii fulani inabidi mambo yalikuwa ni mengi, lakini nilikuwa very strict hiyo sector, na namshukuru Mungu. Ili nilikuwa nakuwa hivyo ili nione kwamba nisipofanya hivyo sitofika ninapopataka. Yaani nione kweli kabisa siwezi kufika pale bila kupita hapa. Yeah. Nikaja kuona kwamba tu ni maamuzi, ni mtu tu wewe mwenyewe na akili yako. Lakini inawezekana pia bila kupita hizo shortcut ambazo si nzuri. Na pia unaweza ukapita usifanikiwe. Yes. Yeah. Mimi natamani kusikia your first time sasa umefanya kazi, umeonekana kwenye TV. Ulikuwaje yani? Nilikuwa very excited. Nilikuwa excited sana na nilikuwa naona kumbe naweza. Yaani kumbe naweza. Kwa hiyo akili yangu nikazidi kuiweka kule sana. Yeah, kwa nilifurahi sababu ni kitu ambacho nilikuwa na nilikuwa naona mapokeo ni mazuri. Kwanza kwenye mitandao naona mbona watu wananifuatilia, mbona watu wananifollow, basi mimi nina kitu. Kwa hiyo kitu lazima nihakikishe na kiprotect ili niweze kufanya vitu vya msingi viniingizie hela. Na umejifunza nini hasa kwenye hustle zako hizo zote ambazo umepambana mpaka sasa hivi kufikia? Kwenye hustle zangu nimejifunza kuwa mvumilivu. I say unatakiwa kuwa mvumilivu sana. Unatakiwa kuwa very patient. Yaani unatakiwa uwe na subra ya kimataifa. Ndio utafika pale ambapo unapataka. Usipokuwa na subra utafanya vitu vingi ambavyo sivyo. Kuwa na subra, kuwa na mikakati, alafu uweze kufanya kile ambacho unataka kukifanya. Lakini usipokuwa na subra, kwanza ukiishaanza kuwa maarufu tu kuna kitu, yani umaarufu ni kama pepo hivi. Kama hauwezi kucontrol hilo pepo pale ambapo unapata umaarufu, aisi hapo katikati utafanya mambo mengi sana ya kipumbavu, mengi mno. Lakini ukiweza kucontrol hiyo pressure, basi wewe umaarufu utakuwa kwenye maisha yako na utakuwa uko very calm, haukuendeshi ila unauendesha. Na hicho ndio kitu kizuri. Yes. Uliingia vipi hasa kwenye upande wa kuigiza? Na kazi yako ya kwanza kuigiza ilikuwa nini? Kuigiza niliingia baada ya kufanya kazi na Rayvanny. Kwenye kazi ya Rayvanny mule ndani kulikuwa kuna kuact sana. Na nilishuti na Azizi. Ya kiongozi wa Big One Entertainment. Uba. Kwa hiyo ilikuwa ndo clip ya kwanza na shoot. Nimepigiwa simu nikashuti sijawahi. Yaani hata kuambiwa action sijawahi. Alafu sini nimepewa natakiwa kushuti na JB, natakiwa kushuti na Mama Tesa. Au ni legend kwenye game. Mimi nakaa pale naongea nini, wakisha kuambia action unatetemeka mpaka unyayo, lakini I did the best na ilikuwa ni clip ambayo nzuri sana. Baada ya kupost ile clip watu wakicomment sana. Ni nani mweke awepo? Nikajitazama nikaona I can do it. Yeah, from there nikaja kushuti
na Odama fungu langu, nikaja nikashoot tena na JB Repo Series. Basi nikaja kushoot na Johari, inaitwa Yolanda, nikaja kuanza kufanya vitu kibao. And ulishinda tuzo kwenye upande wa kuigiza? Yeah, nilikuwa nominated. Yeah. Ilikuwa ni Best Rising, yani ni upcoming superstar. Yeah. Asante. Hali nzuri, inatupa motisha. Ndio tuzo inakupa motisha na ndio maana zinawekwa ili watu wafanye competition. So sanaa ni kama biashara. Biashara ni competition. Kwa hiyo inabidi upambane kuwa the best. Yeah, kwa niliona ni kitu kizuri. Yeah. Watu wengi sana nimekuwa nikifuatilia. Watu wanasema huyu dada wa mjini. Yaani mtu mara nyingi ukizungumza sasa hivi mimi napambana sio mimi nipate hivi changu. Watu wanasema dada wa mjini. Kwa kuja tu kwenye kamera atatuambia hivyo mambo yaende. Unaipokea vipi ile? Hizo ni hayo ni maneno ambayo yanazungumzwa na watu, si mazuri. Yes, hata kidogo, lakini ukweli na ujua mimi nacho try kukizungumza na kizungumza kwa yule ambaye atataka kukichukua, basi atakichukua kimsaidie. Sisi watu ambao tupo kwenye social media, ukipiga picha nzuri au tu ukawa ni mtu ambaye unajulikana, wewe utaonekanaga wewe ni muhuni. Yaani huwezi kujielezea mtu akakuelewa. Kwanza unaonekana ni muhuni, afu unaonekana wewe unachokifanya unafanya kwa sababu unataka wanaume. Yaani ni mvurugano. Lakini kiuhalisia sio. Sawa, unaweza ukapata mume wa maisha yako kupitia social media, lakini social media tunaitumia kama ofisi. Tunaitumia kuinvest ili tufanye kazi tupate riziki. Ile sasa mtu akiwa anaongea maneno kama hayo huwezi kumwaminisha kila mtu. Alafu kitu ambacho nimejifunza pia, sidhani kama mtu unatakiwa kuwa na ile energy kwamba kila unachozungumzia unatakiwa kukiprove. Mimi kwa kweli sasa hivi huo muda sina. Kweli. Doli anategemea wanaume sana nini? Sawa. Doli afanye nini? Sawa. Doli sawa. Ukizoea kuwaaminisha, watakutesa na watakuumiza. Ila ukizoea kusema kila kitu is okay, watachoka, alafu watakosa cha kukuzungumzia na wataamua tu bora wakuache na maisha yako. Kwa hiyo kuna maisha mengine ambayo tunayaishi nyuma ya kamera, hatujaamua ku-expose. Nyuma ya kamera naweza nikawa na biashara nazifanya ambazo sizifanyii promotion kabisa. Zinaendesha maisha yangu ya kawaida. Sijaamua kuzungumza mbele kwa sababu sijataka kuwaaminisha jamii kwamba mimi sipo vile ambavyo nanifikiria. Lakini nitaongea hivyo mpaka lini? At the end of the day, naweza nikawa leo Doli, kesho nikaamua kuachana na social media, nikawa tu nyumbani na maisha yangu. Nina vitu nyuma vinavyoniingizia pesa. Lakini mashabiki au watu wanaongea ni tumeshapewa access ya kuzungumza ni watu wanaongea sana. Ni comment gani hasa ambayo imekuumiza hapo mara ya kwanza uliona huku wapi? Comment hapana. Mimi kila kitu waga na ambayo imezungumzwa kwa mitandaoni ambayo ukaona hii kwaje? Stories za mitandaoni kuna kuwaga na nyingi za uongo, lakini kisha kuwa ya uongo mimi kitu hakiniumizi. Umesikia labda kwenye media fani Doli kanunuliwa nyumba na mwanaume. Nitaenda kwenye media niwahakikishie kwamba sio? Siwezi. Kwa hiyo utaangalia utaona tu ni upumbavu, afu utaendelea na maisha ya kawaida. Kwa kila kitu ambacho mimi kinazungumzia huwa nakiona it's normal. Yaani mimi fresh, yaani mimi sasa hivi kila kitu ni fresh. As long as I'm happy, nafanya mambo yangu, kila kitu fresh. Yaani kitokea nimejaribu kuongea kitu, basi nimejisikia, lakini ukinikuta sina nguvu ya kujielezea, siwezi kujielezea chochote. Mambo mengi. Mambo ni mengi ya. Story, unaamini katika upande wa urafiki? Naweza kuzima kamera kwanza nikanywa maji. Kwa sasa hivi, to be honest, siamini na sitokuja kuamini. Kwa nini? Nimesha try several times.
kwanza hamna watu walikuwa wanapenda marafiki kama mimi. Hey! Yaani nilikuwa naona maisha yangu bila marafiki siwezi. Nikiboreka tu kidogo niko na marafiki. Nikijisikia nimeboreka niko na marafiki. Yaani nilikuwa naona maisha yangu yani kwenye 100% nilikuwa naona 70% za marafiki. Nani hasa huwa ambaye 30% za kwangu. Lakini ni umri ulikuwa ni mdogo. Siku zinazozidi kwenda unakuwa unaona, ila hakuna kitu ambacho nimekuja kukaa na kurealize kwamba maisha ninayoyaishi sasa hivi ningekuwa najua muda mrefu ningekuwa mbali sana. Yaani ningekuwa ni mtu mwenye furaha ever. Rafiki mbaya. Kwa upande wa Dori. Urafiki ni mzuri lakini pia urafiki sio mzuri. Mimi sasa hivi sina rafiki, ila nina watu ambao nazungumza nao. Naongea na ndugu zangu na nini, ila sina mtu ambaye naweza nikakaa sehemu nikasema she is my best friend. Sina. Nataka niulize your friend. Rafiki yangu naye. Siwezi kuzungumzia chochote. Unanikataa? Siwezi kuzungumzia chochote. Kweli? Siwezi kuzungumzia chochote. So, nini hasa ambacho kimewahi kukuumiza kwenye urafiki? Na mpaka nikasema mpaka imefikia hatua wewe huamini kabisa kwa urafiki. Nini kilitokea? Mimi nishaumizwa na vitu vingi. Sio kimoja. Wala sio cha jana wala sio cha juzi. Kuanzia niko chuo huko. Nishaumizwa sana sana. Mimi sio AI kwamba niko perfect 100%. Mimi ni binadamu, nakosea. Kuna makosa ya kusameheana, lakini kuna makosa yakivuka mipaka inakuwa ni red flag ambayo Mwenyezi Mungu kaamua kukuonyesha kwamba you live your life. Kuna sehemu nataka ufike lakini huwezi kufika kwa sababu kuna vitu bado umevikumbatia. Inabidi uache vitu fulani ili nikufikishe sehemu fulani. Yeah, so now I'm very happy. Maisha yangu yana amani kubwa sana. Yaani ukiweza kujipa amani peke yako bila kumtegemea rafiki au hata kwenye mahusiano, yaani you are the winner. Mfano kama wewe una rafiki, usije ukakata siku moja ukasema mimi rafiki yangu mimi akinikosea sijui nitaishije sio na nini. Makosa makubwa sana. Jifunze kujipa amani wewe mwenyewe. Mimi naweza kujipa furaha hapa nilipo 100%. Nikiongeza na mtu mwingine pembeni anaweza kunipa furaha. Nakuwa na furaha kiasi gani? Nakuwa na furaha sana. Afu yule akiondoka ananiachia nia za kwangu ziko pale pale. Kwa still nakuwa ni mtu mwenye nini? Mwenye amani. Vinipe stress biashara, vinipe stress tasnia na watu tena. Inakuwa uongo. Itakuwa ni uongo. Kwa sasa hivi kwa kweli hicho kitu namshukuru Mungu. Though sio rahisi kwa mtu ambaye alishazoea kuwa na watu wengi. Yaani umeshazoea psycho friends. Siku ukiamua kukata mzizi inakuwa ni kazi, ila ukishakaa stable you are the winner. Yeah, hakuna mtu ambaye atakuja kukurudisha nyuma, sijui labda iwe. Na rafiki yako yani urafiki wewe hasa umekuwa kwa muda gani? Yani kwa miaka mingapi? Rafiki yako mbele rafiki yako? Mimi sidhani kama na energy ya kuzungumzia chochote. No, urafiki wote. So mimi nishakuwa na rafiki miaka mingapi, yani kwa muda gani hasa kwa hapa? Tukianza kuzungumzia ni miaka mingapi? Nikisema miaka miwili atajijua miaka miwili. Nikisema mwaka mmoja atajijua mwaka mmoja. Kwa naomba nisitaje mwaka, ila yoyote ambaye she kupita labda kwenye maisha yangu, basi nadhani kurasa Mwenyezi Mungu ameshafunga, basi imesha kwa staili hiyo. Sidhani kama naweza nikaanza kuexplain. Don't trust anyone. Sio rafiki tu. Don't trust anyone. Even ndugu yako ulizaliwa naye tumbo moja. Don't trust. Yaani hata ndugu yako ulizaliwa naye tumbo moja. Kama utamwambia, yani kwenye vitu 100, usimwambie vyote 100. Kwa hiyo sio rafiki tu. Mtu yoyote usimwamini 100%. Yaani usimwamini asili, yani kwa msisitizo. Hata kama umezaliwa naye tumbo moja. Dunia imebadilika sana. Dunia inatisha sana. Lakini huwezi kuielewa kwa unaishi kwenye ulimwengu ambao hauko karibu na Mungu. Unakuwa unaona kila kitu is okay. Lakini dunia imekuwa vitu vya ajabu kwa wewe tu.
wewe na Mungu wako, una mtu wako mmoja kuongea naye hivyo. Yeah. Yeah. Ndio unamwona wapi hasa kwenye upande wa tasnia ya uigizaji kwa miaka inayofuata mitano ijayo, especially kwenye anga za huko? Ana ndoto gani hasa? Mimi nina ndoto zangu, nina mipango yangu, na ninachoomba Mwenyezi Mungu ni anipe tu umri mrefu, lakini unapokuwa unapanga cha kwako, Mungu naye anapanga cha kwake. Kwa hiyo mipango ipo, na natamani kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini sasa hivi nimekuwa kimya, nimekuwa siko sana kwa sababu kuna vitu nyuma yangu vinachukua muda wangu mwingi sana. Kwa hiyo najaribu kumalizana na hivi vinavyokula muda wangu sana, ili vile ninavyofikiria kuvifanya kwenye tasnia basi nianze kuvifanya. Kwa kile ambacho nakifikiria au natamani kuwa au natamani kiwe, nitakiona kimoja kimoja nitakapoanza kuvifanya. Tunarudi pale pale. Hapa sasa siwezi kusema yaani nimeshakuwa muoga na watu. Siwezi kuanza kusema na plani hii, nataka kufanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwenye industry hii ya sanaa kwa Tanzania umekutana na watu wengi sana. And nani hasa huwa ambaye ipo close na wewe? Upande wa wote, kiume kike? La Bondi imekuwa kazi. Okay, Trace, Whozu ni mtu wako ambaye una ukaribu naye, si ndio? Whozu ni mtu ambaye na ukaribu naye, lakini tunaweza tukaongea mara moja kwa wiki mbili. Okay. Mara moja kwa mwezi. Lakini mkiongea, Niongea. Kuchati tunaweza tukachati baada ya siku 2, tunachati baada ya siku 3 tunachati. Yeah. Nikiangalia kwenye page ya Instagram ya Resty, naona picha zake tu. Zote ni yeye, amejaa yeye, lakini kuna hii hapa na Aluatan ambaye sasa hivi watu wengi sana wanaona kama ni new couple kati ya Resty na Aluatan. Ndio watu wanaona hivyo. Kweli nina mambo mengi mpaka sijui kama watu wanaona mimi ni couple na Aluatan. Mimi ni mjumbe na nafikisha niulize nipe majibu ili watu waweze kujua uhusiano wako na Aluatan uko vipi hasa? He's a good friend of mine. Ni rafiki mzuri. Kuna watu ambao naweza nikawa na ukaribu nao au naozungumza nao, lakini wewe huwezi kujua kama na ukaribu nao. Ila ikitokea umepiga picha umepost kosa watu wala date. Sasa sijui sisi watoto wa kike hatutaki kuwa na marafiki wa kiume au hatutaki kupiga picha na watu wa kiume au mimi siruhusi kuvaa shati limeandikwa Aluatan. So kweli. Okay. Kesho naweza nikaamka huko nimevaa t-shirt limeandikwa jina la msanii yoyote. Ni maamuzi. Ni maamuzi. Kwa mimi ni watu tu, kwa hiyo huwezi tunarudi pale pale. Huwezi kupambana na midomo ya watu. So umesema ni marafiki wa kawaida tu. Yeah. And upo kwenye mahusiano ya kimapenzi? Upo kwenye mahusiano ya kimapenzi? Kwa sababu hapo unaposema ni marafiki wa kawaida, kuna kama upo kwenye mahusiano, boyfriend wako akiona hizi picha anasema wewe imekuaje? Kwa sababu kuna hii hapa nyingine nimeona mmeenda kabisa hadi ya masjid. Mmepiga hii ilikuwa ni nini hasa? Ulienda kuswali pia? Kwa sababu kuzungumzia sana hapo. Okay. Yaani sitamani kuzungumzia sana. Sitamani watu wajue what is going on. Okay. Lakini maisha yangu mimi anajua Mungu wangu. Watu walilaumu sana kwa nini nimeingia msikitini au kwa nini si imekuaje. Kwa hiyo tusizungumzie hivyo vitu. Kwa ni kitu ambacho hatutaki kukijua kwa sasa hivi. Labda ni project inakuja. Unaweza ukaingia msikitini ukasema ni project. Ndio hapo. Kwa sababu kuingia msikitini ni swala la sensitive sana, swala la dini. Niliingia nikaswali nikaamua kupiga picha. Okay. Yeah, kwa hiyo tusizungumzie sana dini, tuache kama zile. Sawa. And kama ananikataa kabisa, hataki kujibu chochote. Watu hawajajisikia muda mrefu kweli. Sijaongea muda mrefu sana.
So nyie ni marafiki wa kawaida tu, hamna Yes. chochote kinachoendelea kati yenu? 100%. Na mmekutana wapi na muda gani sasa kwenye urafiki wenu? Tuna ukaribu wa muda mrefu na ni mambo ya team. Unajua? Okay, Yanga. Yeah. Alafu sasa Aliwata ni mtu ambaye top yupo kwenye Yanga. Kwa hiyo in case you want ask anything vitu vinavyohusiana na Yanga, kwa mtu ambaye wanakujua, kwa mtu ambaye ni nini, it's normal kufahamiana. Okay. Yeah. So kitu kizito. Okay. So kwenye upande wa mahusiano mwanaume yupi ambaye kwenye upande wa mahusiano ya kimapenzi mwanaume yupi ambaye kwako wewe akiwa na tabia fulani hivi unaona hizi ni red flags kwangu mimi? Kujiona. Yaani mwanaume ajione kwamba ni mimi, yani tutashindana kabisa. Kuna wanaume wengine wanajiona. Yaani anajiona, yani anaona kabisa mimi yaani mimi nikishaanza kuona najiona sana, itakuwa ni ngumu, kwa sababu sasa ukianza kujiona mimi nitafanya nini? Ukianza kujiona lazima unakuwa ni mtu wa kulingalinga, ni sio unakuwa mwanaume wa staili gani? Okay. Yeah. Kwa hiyo haupende mwanaume ambaye anapenda kujiona. Kujiona. You just be normal. Haijalishi wewe ni bilionea, na sio bilionea, wewe ni handsome, sio handsome. Act cool basi, maisha mengine yaendelee. Unajiona nini? Na mwanaume gani hasa ambaye anamvutia Rest in terms of muonekano? Maisha ya muonekano. Lazima kuna dark skin, tall. Aisee, nilikuwaga nyuma huko ndo nilikuwaga na vigezo. Ila unajua unaweza ukampenda mtu yote tu ambaye akiamua kutengenezea upendo Yes. Na hilo nikashusha vigezo hapa. Nikashuka tu hapo ngazi ya utani na chuma kimna kigezo hata kimoja. Yes. Akajaribu tu act as a man, anakurespect, ukajikuta umempenda kwa sababu mapenzi yanatengenezwa bwana. Kuna wale ambao mnaweza mkakutana mkapendana. Alafu kuna yule mwingine mnaanza mimi kwa simpendi ila ndo kanioa. Kumbe alikutengenezea upendo, mmezungumza, develop feelings, mmeanzisha mahusiano. Okay. Na moment gani hasa ambayo unaikumbuka kwenye mahusiano yako? Kwa ex, talking about moments. Mimi sikumbukaji kitu kwa ex. Tukimaliza tumemaliza. Mpaka nafunga kurasa. Kwanza nahakikisha nimefunga kila kitu. Yaani hatuwezi kuwa ma business partner, hatuwezi kuwa marafiki, hatuwezi kuwa washikaji. Utapokea simu yako mara moja kwa sababu tumeshakuwa kwenye mahusiano. Kama tulikuwa kwenye mahusiano haukuona fursa ya mimi kuwa nafasi kwenye maisha yako. Tumeachana sasa, unataka nini? Unarudi kwenye maisha yangu, unataka nini? Kwa mimi mara nyingi sinaga urafiki na Mike. Okay. Yeah, ila tunaweza tukakutana WhatsApp. Cool. Mkaongea fresh maisha yakaenda. Tukae tunaongea. Sijui labda sijakutana na ex ambaye anaweza kawa the best na nikahisi naweza kuzungumza naye. Okay. Bado. Okay. Kwa hao ambao wamepita na wakataga. Afu na assume kwamba hujawahi kuexist. Nikisha assume hujawahi kuexist, na assume kama umefariki alafu fresh. Yaani bado. Okay, tukizungumzia kwa upande wa support, mtu wako ambaye kwenye mahusiano na wewe anakusupport vipi hasa kwenye upande wa kazi zako? Mahusiano yako ya sasa hivi. Upo kwenye mahusiano, si ndio? Resti. Come on. Upo kwenye mahusiano, boyfriend wako anakusupport vipi hasa kwenye kazi zako? Support hicho anataka kusupport. Kwenye ile masuala ya mahusiano? Mbona ifikiria sana? Sijui niseme nina date, sijui niseme si date, sijui nisemeje. Lakini upo kwenye mahusiano ambayo yaelewi. Sijui yani. Ikifika tarehe 14 nitawaambia. So tutegemee kupata update mpya kuhusiana na mahusiano ya Rest. Bwana. Naweza nikasema saizi hapa nipo kwenye mahusiano. Na nikasema kweli niko kwenye mahusiano, I'm dating, I'm very proud na nini. Sijafika hata nyumbani nishaachwa. Kwa hiyo mahusiano waga sijawekaga energy mbele kuwa proud kwamba I'm dating na sinaga energy ya kuzungumziaga mahusiano sana. Rest unakutana na comments nyingi sana, sema ni mrembo. Talking about life, fashion.
beauty. Nini hasa ambacho unakizingatia kwa unakipea kipaumbele sana? Sina ninachokizingatia ndugu yangu. Okay. Yaani nimelala, nimeamka, nimefanya kazi zangu, nitaenda mazoezi, nitakunywa juice, nitakula matunda, navaa kawaida ninavyoona kwamba naweza kuvaa nikapendeza. Maisha yangu yako very normal. So mambo yale ma makeup, and mara nyingi tumekutana hata sasa hivi no makeup. Sipendi makeup. Kwanza ngozi yangu ni very sensitive. Ikitokea naipaka makeup ni mara chache sana. Kwa hiyo waga sikage mambo mengi. Yeah. So mambo yao mengine ya makeup, yaani natamani hata makeup nisipake tu maisha yangu yote. Ndio maana mara nyingi kazi zangu nazifanya nikiwa sina makeup. Ila ikitokea napaswa kupaka issue ni ya msingi, basi mimi napaka. Okay. Yeah. So kwenye muonekano huo unazingatia nini hasa? Mimi nivae tu niwe casual. Upendeze. Nisiwe na muonekano mbaya, nisitishe. Yaani just normal. Okay. Kwa nini normal? Normal kwa sababu naishi kutokana na maisha yangu. Rest unaamini kwenye umaarufu unambadilisha mtu kwenye maisha, yani kutoka maisha ya zamani na maisha yake umaarufu. Do you believe in that? Umaarufu unabadilisha mtu. Unakubadilishaje? Unaweza ukawa maarufu, ulikuwa hunywi pombe ukaanza kunywa pombe kwa sababu ya makundi. Unaweza ulikuwa sio mtu wa clubs ukawa ni mtu wa clubs kwa sababu ya makundi. Kwa hiyo umaarufu utakuletea watu wengi. Utakuletea watu wenye tabia zote unazozijua wewe. Sasa ndio maana nikwambia umaarufu ni kama pepo. Ile pepo ukiweza kulikontrol pale mwanzoni, hakuna kitakacho kulevya tena. Wewe utakuwa unafanya kile kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wako basi. Lakini umaarufu unambadilisha. Yeah. Okay. Yeah. Na kuna wale wanasema kwamba sasa hivi huyu ameshakuwa maarufu, hataki tena kuongea na wale watu wake zamani na kama na wakati. Maisha yako hivi, mimi kwanza nataka niwaambie watu wasio nalalamikia mtu maarufu kwamba haongei naye. Mtu unapokuwa unakutana na watu wengi, labda mimi mtu ambaye nimesoma naye chekechea, Doli hapokei simu zangu kabisa, mimi nakutana na watu wengi. Kwa hiyo naanza kumpa nafasi yule mtu ambaye naona anastahili kupewa nafasi. Anaweza sio anapokea simu zako, ila akikutana na wewe hawezi kukataa. Kwa mimi naweza nikawa siko active kuzungumza na wewe kwenye simu, ila nikikutana na wewe nitakavyo react utafurahia na hauwezi kuregret kwamba Doli eti ameniona anajifanya machino. Hicho kitu hakiwezi. Okay. Yeah. Kwa hiyo mimi ndo naona hivyo kwangu mimi. Sawa. Ni momenti gani hasa ambao unaikumbuka kwenye kazi zako ambayo ulipitia ukasema huko mbona pazito, like changamoto hasa kwenye umaarufu? Kwenye umaarufu umaarufu unahitaji moyo. Umaarufu unahitaji moyo mkubwa sana, kwa sababu kila mtu ana brand yake. Mimi ni Doli, wako wengi ambao wamenizidi. Yule aliyekuzidi ukikutana naye, wachache sana wanakuaga wana act normal, ila mwingine ukikutana naye lazima ata act kukuwekea ile brand, yani kwamba ni mkubwa, wewe ni mtoto, unaelewa? Yani hiyo normal hiyo. Ishaye kukukuta hiyo? Imenikuta sana mara nyingi. Kwa hiyo naona yule analinda kile ambacho amekipambania muda mrefu, ila ana watu wake ambao ataongea nao, akikutana nao atachangamkia nao vizuri tu. Kwa hiyo nakuja kuona kwa mimi na watu wangu pia natakiwa kudili nao, na wao nafasi fulani wanatakiwa kudili na watu ambao hivyo, lakini mimi namheshimu kila mtu. Kwa watu wake, mashabiki zake, mtu akaona fulani yule anajisikia ni sasa wa nini, mtu alikuwa anampenda baada ya kukutana naye akaona Sasa mashabiki wanachotakiwa kuelewa na kitu kimoja. Kuna muda msanii anachoka. Sawa, unaweza ukawa unafanya dance kubwa, ukitaka kucheka na kila mtu utakuwa chini. Kwa kuna muda inabidi uweke uso wa mbuzi, focus na mambo yako. Kwa hiyo watakaoamua kuendelea kukushabikia wataendelea kuwepo pale. Lakini haijalishi kwamba mimi ni peace, naweza nikaongea na kila mtu, lakini kuna sehemu naweza nikapita mtu akaniita na nisigeuke. Kila mtu akiniita barabarani nitasalimia watu wangapi? Kwa inabidi ukaze ufanye mambo yako. Sometimes it's good, ile inategemea unakaza wapi na mazingira gani. Una miaka mingapi sasa hivi? Umri? Nakimbiza. Sasa niambie kwamba ushakuwa umri unaenda. Mimi mkubwa. Miaka mingapi? 30 au bado upo kwenye 20s? Sijafika, bado nipo kwenye 20s. Okay. Yeah.
So neno lako ambao lolote ambao umewahi kujifunza kwenye maisha toka umeingia kwenye umaarufu toka umeanza kujipambania chochote hasa umejifunza nini hasa? Nimejifunza vitu vingi, lakini watu tunajisahau sana kufanya ibada. Nadhani vitu ambavyo tunavifanya Mungu awe namba moja. Kuna msemo mmoja Dr. Magaya anakuambiaga, mganga Mungu mitishamba imani. Kwa hiyo nimejifunza kwamba hatutaki kuacha kufanya ibada sana in every situation. Kweli. Umaarufu umebeba mambo mengi sana. Sio umaarufu tu, hata maisha ya kawaida. Tuna maadui ambao tunawaona, tuna maadui ambao hatuwaoni. Usipokuwa mtu wa ibada au hata hofu ya Mungu, I say ni mbaya. Kazi. Yeah. Na mwisho wa kila tunachokihangaikia ni kifo. Wewe leo unapambana, lakini mwisho wa siku utakufa. Haujui unatoka hapa nyumbani utafika, huelewi. Yes. Uko vipi, yani nafsi yako, moyo wako uko vipi? Kwa hiyo ukishakuwa ni mtu ambaye mwenye hofu ya Mungu mbele, fanya kazi zako, kila kitu kinaenda. Unaamini watu wanatumia masuala ya uchawi kwenye industry la mwisho? Dula anaongeaga jamani, Dula Makabila anatuambiaga kila siku. Nikisema sijai kusikia utakuwa ni uongo. Okay. Yeah, kuna watu ambao wanaongea na wako proud navyo kabisa. Kwa kila kukutana na situation mtu amekufanyia jambo lolote? Tunarudi pale pale, you have to pray. Ukiwa ni mtu wa ibada, Mungu anakusogezeaga tu. Unaona tu kabisa hapa kuna kitu hakiko sawa. Hapa kuna kitu hakiko sawa, hapa kuna kitu hakiko sawa. Kwa ukiachana na maisha ya mtandaoni na kupiga picha wewe iko hivi, utajuaje mimi kama saa 8 za usiku nalia na Mungu? Masaa 3 4 mtu hakuoni. Kwa hiyo kila mtu ana silaha zake ambazo anazitumia kwa ajili ya maisha yake ya siku. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Kwa hiyo nimesikia kiukweli. Japo mengine kama umejaribu kunibania, nataka kuongea but hopefully kwa mtazamaji ambaye alikuwa anatazama ameweza kupata kitu. Labda kama una lolote la kuweza kuongeza. Anything. Sina cha kuongeza. Labda kitu ambacho naweza nikasema, mwisho wa kila tunachokihangaikia ni kifo. Tusiache kusali, umaarufu upo, pesa zipo, kila mali tunayoitafuta tunaiacha. Yes, sure. Kwa hiyo ukishajua kwamba kila ninachokitafuta nitakiacha, basi pata nafasi ya kujitafutia maisha yako baada ya kuisha hapa duniani. That's all. Bana, asante sana. Thank you. Thank you so much.